na ishu kubwa sana ya ofisi ya wilaya ya serikali juu ya masuala ya VDF. Sio juu ya usajili wake, ni juu ya mienendo na tabia ambazo wameendelea kuwa wanazifanya, ambazo kimsingi zinakiuka sheria na taratibu za nchi katika utendaji wa majukumu yake ya kazi kila siku. Lakini hayo yote yakiwa yanafanyika, nipende niwahakikishie waandishi wa habari, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkurugenzi na ofisi ya mkuu wa mkoa, hakuna yoyote kati ya hizi ofisi alikuwa na taarifa juu ya ujio wa hii asasi katika wilaya yetu ya Moshi. Na nyinyi mnafahamu asasi yoyote yenye lengo lolote, aidha kutaka kusaidia ujenzi wa barabara, kusaidia upatikanaji wa maji, kusaidia mashule, karabati, kusaidia vitabu na mambo mengine, zinapokuja sehemu yoyote kufanya kazi, ni lazima zikejitambulisha kwenye mamlaka husika, jambo ambalo Mbatia na asasi hii ya VDF hawakufanya. Baada ya juzi hapa kubanwa kwamba hawakutekeleza hilo takwa, ndio wakatoka wamekuja huko mbio tarehe 20, barua hii hapa, tarehe 22 mwezi wa 10 2018. Kazi wameanza kufanya tarehe 23 mwezi wa 5. Wamefanya kazi kwa namna ambayo ni kinyume kabisa na sheria. Wamefanya kazi kwa ulaghai mkubwa, baada ya mkuu wa wilaya kuchukua hatua ya kuwasimamisha kutokana na kukiuka misingi hii ya kisheria ambayo walitakiwa kuifuata. Ndio taasisi hiyo ikaandika barua kwa mkurugenzi miezi 5 mbele, tarehe 22 ya mwezi wa 10 2018. Wanaandika, ndio wanajitambulisha sasa. Kwa hiyo sisi tunataka kusema ni kwamba sisi hatupingi asasi hii kufanya majukumu yake ya kimaendeleo kwenye wilaya yetu. Lakini tunachopinga, hawa mabwana wanaonekana wanafanya kazi kisanii. Hawa mabwana hawataki kufuata sheria. Hii inakupa picha kubwa sana. Kwa mimi, mtu ambaye nina taaluma ya sheria, VDF na Mheshimiwa Mbatia wameenda kufungua kesi mahakamani kupinga zuio, kuiomba mahakama iondoe zuio lililowekwa na ofisi ya wilaya. Mahakama hata kuanza kusikiliza kesi haijaanza kusikiliza. Mbatia anafanya mkutano juzi tarehe 23, anatoa tamko kwamba mwakani wiki la pili vyombo vitarudi barabarani, barabara zitaanza kujengwa. Sasa unajiuliza, anachokifanya Mbatia na hii taasisi ni maigizo, ni usanii, ama ni kitu gani? Kwa sababu wao wameomba mahakama iondoe lile zuio lililowekwa na ofisi ya wilaya, lakini kabla mahakama haijatoa maamuzi, wao wanasema watarudi barabarani. Tunafahamu kabisa kwamba Mbatia kwa kushirikiana na taasisi yake wameshajua walipokosea, wameshajua sababu zilizotolewa na mkuu wa wilaya zinatosha kisheria kusababisha kusimamishwa kuendelea na majukumu pale. Lakini nyinyi mnajua hii taasisi ya VDF wanakusanya michango kutoka kwa wananchi. Serikali haijui. Utaratibu huko wazi. Ukitaka kukusanya michango kutoka kwa wananchi, utaratibu upo. Kwanza ni lazima wananchi waridhie kupitia mikutano yao mikuu ya vijiji. Hiyo ni moja. Lakini mbili, baada ya hapo ni lazima kibali kipatikane kutoka ofisi ya wilaya kwa ajili ya kuweza kuchangisha michango. Sasa tunawataka VDF na tunamtaka Mheshimiwa Mbatia waeleze wananchi wa Vunjo kwamba walipata wapi hicho kibali cha kukusanya michango kutoka ofisi ya wilaya. Lakini nimesikia wamekwenda mbali zaidi, na ushahidi tunao. Wanabambua hadi wale ambao hawatoi michango, wananyang'anya watu mali. Juzi nimesikia kuna wamama wanalalamika kule Marangu, wanasema wamenyang'anywa mbuzi zao, wengine wamenyang'anywa ng'ombe. Watu wananyang'anywa makochi na mali nyingi, ambao wanapinga kutoa michango ambayo kimsingi ni michango ambayo inakusanywa pasipo mfumo halali wa kisheria. Haya ni maumivu makubwa na uonevu mkubwa kwa wananchi wa jimbo la Vunjo. Lakini nitawaambia, maana inawezekana tukazungumza mkaona tunadanga. Tunaposema hawa watu wanakusanya michango,
Tuna ushahidi. Hii ni moja ya risiti ambazo zinatumika na VDF. Mtaona hapa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maendeleo endelevu, jimbo la Vunjo. Huyu mwananchi ambao mpokea fedha yake anaitwa Frank Machi, ujenzi wa barabara Vunjo 10,000. Sasa unajiuliza, watu wanakusanya fedha na hadi wanatoa risiti. Ofisi ya wilaya haijui. Kibali cha kukusanya mchango hawana. Mikutano mikuu ya wananchi kuridhia haijafanyika. Hawa ni wasanii. Hawa wanatuharibia Vunjo yetu. Kwa mimi nipende kusema, na wameenda mbali zaidi. Nyie mnajua nembo za serikali zinatumika kwa utaratibu wake, na hili nitataka mamlaka la serikali waifuatilie kuanzia leo. Kwenye hii risiti wanaoitoa kuna nembo ya bibi na bwana, ambao nembo hii kwa mujibu wa sheria ya nembo ya taifa imeeleza wazi kabisa, na nitawasomea hapa. Sheria ya nembo ya taifa namba 10 ya mwaka 2012 katika kifungu cha 6 kinasema, ni kosa la jinai kutumia nembo za taifa au mfananoe kama trademark kutangazia bidhaa ama kitu chochote kilichouzwa ama kinachouzwa kwenye matangazo ya biashara au katika matumizi mengine ambayo waziri wa mambo ya ndani hajatoa ruhusa ya kutumia nembo hizo. Nembo zenyewe za taifa ni bendera ya taifa, coat of arms ambao watu wengi wanaita bibi na bwana, na mihuri ya taifa. Na sheria imesema wazi kabisa kwamba ikiwa mtu atadhibitika kwamba ametumia nembo hii ya serikali pasipo kupata kibali ama ruhusa kutoka serikalini, sheria imesema kwanza, moja, litakuwa ni kosa la jinai, lakini mbili, atakuwa kwenye hatia ya kufungwa kifungo kisichopungua miaka 2. Neshe VDF wana kibali cha kukata miti kutoka kwenye mamlaka husika, lakini kule wanakata miti. Kwa mimi nitoe rai kubwa kwa serikali, kwa sababu iko miti tayari hapa imekatwa, thamani yake imeonyeshwa, na ili kosa kwa mujibu wa sheria ya misitu namba 14 ya mwaka 2002 inaeleza kwamba ukataji wa miti pasipo kibali ama leseni ni kosa la jinai. Kwa ni rai yangu, na mimi nitoa ushauri kwamba mamlaka husika zisilale, zisichukue hatua ili kutoa mfano kwa watu wengine wenye tabia za namna hii. Eneo lile la Lokolova ni kubwa kiasi cha ekari 2470. Eneo lile lilikuwa lina mgogoro kati ya chama cha ushirika na wafugaji katika maeneo yale. Mheshimiwa Mbatia alifika kuigiza pale, naweza kuita kuigiza kwa sababu kumbe alikuwa na nia yake ndani yake haramu juu ya yale maeneo. Alikuja pale akasema, nitaenda bungeni nitalisemea hili litapata ufumbuzi. Lakini kwa taarifa nilizonazo na ushahidi upo, Mheshimiwa Mbatia amezunguka kwa mlango wa nyuma, amekula njama za kujipatia ekari 25 katika yale maeneo. Na baada ya serikali kwa sababu ya umakini mkubwa kugundua hilo, hati yake imezuiliwa ofisi ya kamishna mkuu msaidizi wa kanda ya kaskazini hapa Moshi. Sasa kama Mheshimiwa Mbatia kwenye hili anabisha, hajitokeze hadharani, mimi niko tayari kutoa ushahidi kwamba amekula njama kujipatia fedha, kujipatia eneo la ardhi ekari 25 katika eneo ambalo bado mpaka leo lina mgogoro. Sasa hii inatupa picha tuna mbunge wa namna gani, kwamba kuna harufu ya utakatishaji wa fedha katika asasi hii ya Vunjo Development Foundation. Kwa mimi nitoe rai tu kwa watu wa TAKUKURU na mamlaka zingine husika, haraka iwezekanavyo waone
umuhimu wa kuchukua jitihada za haraka kufanya uchunguzi na kujiridhisha katika masuala kadhaa yaliyokuwa yakitendwa na watu wa VDF, na ikibidi kuwaburuza mahakamani. Yeye tumueleza hapa hii risiti, moja ya sababu ambazo zinaweza kupelekea makosa ya jinai ya utakatishaji wa fedha ni kugushi. Kugushi ni moja ya sababu. Hapa tumeona nembo ya serikali ya bibi na bwana imegushiwa.